Kuna watu wanatamani waone uponyaji kwenye maisha yao, lakini kwenye maisha wanayoyaishi hayawezi kuwapa uponyaji. Kuna watu wanatamani wapate raha, waondoke kwenye stress nyingi kwenye maisha yao, lakini kwa maisha wanayoyaishi hayawezi kuwapa raha. Kwa nini? Mungu anataka niwafundishe. Ndani ya fundisho la Kristo ndiko kunatokea raha, kwa sababu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Kuna ambaye ana masumbuko ya ndoa, kuna ambaye ana masumbuko ya kiuchumi, kuna ambaye ana masumbuko ya magonjwa, kuna ambaye ana masumbuko ya madeni, kuna ambaye ana masumbuko ya kutokuzaa, kuna ambaye ana masumbuko ya kuachika, kuna ambaye ana masumbuko ya kutokuolewa, kuna ambaye ana masumbuko ya dhambi na umtesa, kuna ambaye ana masumbuko ya kutokupata mtoto, kuna ambaye ana masumbuko ya kutokuwa na uwezo hata wa kujenga nyumba. Kuna mwingine ana masumbuko ya magonjwa, anahangaika kwenda kwenye maombezi, anahangaika kwenda kwenye matibabu, anahangaika kwenda kwa waganga, lakini hapati suluhisho ya masumbuko alionayo. Kwa huruma zake Mungu anasema, sasa njooni kwangu, mmesumbuka vya kutosha, mmeteseka vya kutosha, mmekosa suluhu, mimi nimetumwa kwa ajili yenu. Sasa njoo kwangu, kwa maana suluhisho lako liko kwangu. Yesu, tuko sawa? Sasa anapokutaka wewe uje kwake, anataka upate suluhu ya mzigo ulionao. Nataka uamue kwamba nasumbuka, na ili sumbuko kwangu limekuwa la mzigo. Ila yupo aliyetumwa, aliyenenwa na manabii, aliyetabiriwa na Mungu kwamba yuacha katika dunia, naye ataleta suluhisho kwa wanadamu, na kila atakaye mwamini naye akamkubali atapata suluhisho la matatizo yake. Oh, haleluya! Ni kweli unaumwa, ni kweli una changamoto, lakini yupo aliyetumwa, haleluya, ambaye mikononi mwake kuna uweza na nguvu na mamlaka, naye ndiye aliyetumwa aje duniani. Ana majibu ya kila mwanadamu, lakini mwanadamu huyo anapaswa aelewe ni kwamba anateseka kweli. Njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na nini? Na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasema mjifunze kwangu. Sasa watu wengi hawajifunzi kwa Yesu, ila wanajifunza kwenye dini zao, wanajifunza kwa mababu zao, wanajifunza kwenye jamii yao, wanajifunza kwa serikali yao, wanajifunza kwenye matakwa yao, lakini hawajifunzi kwa Yesu. Yesu amesema mjifunze kwangu. Ndio. Hapa hajaweka dini hapa, hapa hajaweka dhehebu hapa, hapa hajaweka mtu fulani. Anasema kwangu, anasema mjifunze kwangu, kwa kuwa nila yangu ni laini, tuko sawa, na mzigo wangu ni mwepesi. Halafu anamalizia, nanyi mtapata raha. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Sasa jiulize, umeshajifunza mara nyingi raha unayo? Hakuna. Kwa hiyo kama hujapata raha kwenye nafsi yako, kwenye maisha yako, inawezekana umejifunza vitu vingi sana, lakini hujapata neema ya kujifunza kwa Yesu. Na mimi nakupa mashauri, jifunze kwa Yesu. Jifunze, kisha jifunza, huko ndiko kuna suluhu, huko ndiko kuna kupumzishwa, huko ndiko kuna mzigo wake ni laini. Na hapo ndipo raha iliko, hapo ndiko matokeo yaliko, hapo ndiko mema yaliko, hapo ndiko suluhisho iliko. Haleluya!